Ni mwangalie huyo Sawa. Karibu. Sisi kitambulisho tunaenda moja kwa moja. Ni kitambulisho. Kwa majina naitwa Mariam Jarita, ni mhifadhi mwandamizi nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Leo ikiwa ni miaka 26 ya kumwezi Mwalimu Nyerere, tuna mwezi Mwalimu katika nyanja mbalimbali, elimu, utamaduni, uhifadhi, uongozi na mengine mengi. Lakini kikubwa zaidi, tuna mwezi Mwalimu katika yale aliyofanya katika taifa letu. Na ndio maana nyumba kumbukizi ipo kwa ajili ya kutunza, kuhifadhi na kuendeleza yale ambayo Mwalimu aliyafanya katika kulipambania taifa lake. Sasa niwatake tu Watanzania kuja kutembelea nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Watu wazima, watoto na wengine wote, ni sehemu sahihi ya kujifunza, kujua taifa letu limetoka wapi, hapa tulipo na tutajua tunaelekea wapi. Lakini yote haya itakuwa ni katika kuenzi yale ambayo Mwalimu aliyajenga, ikiwa ni misingi ya kuliendeleza taifa katika maendeleo yote ya kiutamaduni, uchumi na kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo nyumba kumbukizi ipo Magomeni Usalama, nyuma ya Watumishi House. Tupo siku 7 za wiki na viingilio vyetu ni rahisi sana, ikiwa ni 2360 kwa mtu mzima na 1180 kwa wanafunzi. Lakini kwa mgeni wa nje ni 29500. Kwa hiyo ni wakaribishe sana nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Tuendelee kumkumbuka, kumuenzi na kuenzi yale ambayo ameyafanya, ikiwemo uzalendo na mengineyo. Vitu gani vya muhimu hasa vimekuwa vikienziwa katika nyumba hii ya Mwalimu Nyerere? Kikubwa zaidi tunauenzi uzalendo kupitia misemo yake alosema, ipo tumeiandika, tumeibandika, alivyokuwa akihamasisha. Lakini kitendo chake cha kuacha kazi ya ualimu, ule ulikuwa ni uzalendo. Kwa hiyo tunaonesha watoto kwamba uzalendo katika taifa lako ni kitu cha muhimu, kwa sababu huenda ikawa Mwalimu asingefanya uamuzi ule, leo hatujui Tanzania ingekuwa Tanzania kweli au bado ingekuwa kule ambako tumetoka tukitawaliwa katika kila kitu. Hatuna uhuru wa kufanya mambo yetu. Kwa hiyo kupitia uhuru tulionao, ndio maana leo tunaweza kwenda kokote, unaweza kwenda Arusha, Moshi na ukafanya mambo yako bila bugdha yoyote. Lakini kingine, kupitia nyumba hii tunamwenzi Mwalimu kupitia historia ya picha, kwamba kuna watu wengi ambao walikuwa nyuma ya Mwalimu. Mwalimu ndio alikuwa kinara katika siasa, lakini wapo watu wengi ambao wametajwa katika historia ambao huenda ikawa watu hawajui, wataweza kuwafahamu kupitia nyumba hii, ambao pia ni waasisi wa taifa letu.